ya video na mwanao jioni hiyo. Mahali pa kukutana palikuwa mahali walipopanga kuendeleza pamoja. Lakini alipofika, ikawa wazi kuwa mume wake wa zamani hakuwa na nia ya kumruhusu kuzungumza na mwanao. Badala yake, alimdharau kwa kufanya simu kwa mwanao mbele yake, akitumia kama njia ya kupima kukata tamaa kwake. Migogoro iliongezeka. Sarah alijitokeza, akimuita takataka wa binadamu. Akikasirika, alimkamata kwa shingo, akimnyonga hadi watu wake walipoingilia kati na kumvuta. Akidai kuwa alikuwa akimsamehe, alimfungia ndani ya chumba kwa minyororo, akisema alihitaji kutafakari juu ya matendo yake. Hata hivyo, dhoruba kali ilisababisha jengo bovu lichukue moto. Akiwa ametekwa nyara, Sarah alianza kutetemeka kwa hofu wakati moto ulipochukua nafasi hiyo. Wakati huo huo, mume wake wa zamani, akiwa kwa sasa ametulia, aliamuru watu wake warudi na kumwachilia. Lakini walipokaribia, waliona gari la zimamoto likielekezwa kwenye eneo hilo. Aliamuru dereva wake kurudi nyuma mara moja, bila kujua kuwa mtu mwingine alikuwa tayari amefika kwenye eneo hilo. Na huyu alikuwa hatua moja mbele kumwokoa Sarah. Na kwa sababu fulani, alijisikia huzuni. Kaka na dada kila wakati huleta picha ya mama yao aliyefariki kumhifadhia kiti wakati wowote wanapokwenda kula. Mama yao wa kambo, kwa uvumilivu wa ajabu, huvumilia ishara hii ya hisia. Ingawa wanasumbuliwa, ndugu wanajua kuwa mama wa kambo ndiye mtu pekee anayewajali. Labda kwa sababu hawezi kuwa na watoto wake mwenyewe, mama wa kambo ni mwenye upole hasa kwao. Wakati ndugu wanapojifunza kuwa baba yao anafikiria kumtaliki mama wao wa kambo, wanaogopa kuwa atawacha. Kuwahakikishia, mama wa kambo anatangaza kwa uthabiti, haijalishi nini kitatokea, sitawaacha kamwe. Lakini baba yao, akiwa mkali katika madai yake, anaendelea kushinikiza talaka. Mke, akiwa na hasira, anamwonya asichukue hatua za uzembe, hasa na kampuni yake inayotarajiwa kuanza kufanya biashara ya umma. Akiogopa kuwa mume wake anaweza kuanguka katika shida zaidi, mke anatafuta wakili wa kishujaa, Sarah. Akijulikana kwa ujuzi wake wa kipekee katika kushughulikia kesi za talaka, Sarah anakubali kusaidia. Akiona hii kama fursa ya kupata mshirika mwenye nguvu kushughulikia changamoto zake mwenyewe, Sarah anagundua kuwa mume wa mwanachama wa bunge alishawishiwa na mchungaji kuwasilisha talaka. Ili kutatua hili, wanaamua kumfunua mchungaji. Wanapenya katika mkutano wake wa ibada, wakiwa kama wafuasi, wakificha kila kitu. Wakati wa ibada ya uponyaji ya kusisimua, mchungaji anafanya ibada ya ajabu, akidai kuondoa saratani kutoka kwa mgonjwa kwa kuvuta kitu cha ajabu. Umati unapiga kelele kwa imani, wakisadiki nguvu zake za kimungu. Ili kugundua ukweli, mshiriki mmoja wa timu ananyemelea eneo la nyuma la jukwaa la mchungaji na anagundua saratani ilikuwa imepangwa awali. Hata hivyo, wanapoanza kukusanya ushahidi, mtu anakaribia. Akifikiria haraka, mshirika nje anajifanya kuwa kipofu na kuwaonya timu, kuwapa nafasi ya kutoroka bila kuonekana. Wanaonyesha video kwa mume, wakitumaini ataona mchungaji kama mdanganyifu, lakini mume, kwa ukaidi akiwa amejitoa kwa mchungaji, anawashutumu kwa kuunda ushahidi. Katika mgeuko wa kutotegemewa, mume anamwambia mchungaji kuwa mtu fulani anajaribu kumsingizia. Mchungaji anajibu kwa kumshawishi zaidi, akidai ramani yake ya kuzaliwa inapingana na ya mke wake, ikizuia mafanikio yake. Anamuhimiza atimize talaka. Wakati huo huo, mtoto wao anaugua. Baba kwa nguvu anampeleka mtoto kwa mchungaji, akipuuza hali yake ya udhaifu. Mama anaingilia kati na kumpatia mtoto dawa sahihi. Lakini mvulana anafunua kwa sauti dhaifu kuwa baba yake alikuwa amechukua vidonge vyake. Alipokabiliwa, baba analinda matendo yake, akisema, mchungaji aliniambia dawa inafunga akili. Baraka zake zitamponya. Hata anaongeza kwa dharau, zaidi ya hayo, mtoto huyo hata si wako. Taarifa hii ya kushangaza inaimarisha azma ya mke. Sarah anabuni mpango wa hatari lakini wa kipekee. Kwa kuwa mume wake alimwamini mchungaji sana, waliamua kulengea mfuasi mwaminifu wa mchungaji kugundua siri zake na kumlazimisha kushirikiana. Kati ya gereza na kuigiza, mfuasi kwa kawaida alichagua ya pili. Kisha mfuasi mwaminifu wa mchungaji kwa siri aliongeza kiasi kidogo cha vidonge vya usingizi. Baada ya muda usiojulikana, mchungaji ghafla aliamshwa na mtu. Kwa mchafuko wake, wakili mwenye mashtaka alitokea mbele yake na kumshtaki kwa kutumia nguvu za kichawi kuua mtu. Mara moja alikataa madai hayo, akisisitiza hakuwa na nguvu kama hizo. Kufanya mashitaka yaminike zaidi, mfuasi alijijingizia kukamatwa pia. Pamoja, walitafuta njia ya kutoroka, lakini lengo lao la kweli lilikuwa kumchochea mchungaji kufunua ushahidi mwenyewe. Bila shaka, mchungaji akikumbuka kuwa kile walichokiita dawa takatifu ilikuwa ni damu ya ng'ombe. Wakati huo, chumba kilichoonekana kimefungwa kilifunguliwa, kikifunua kundi la waumini nje. Siku za utukufu wa mchungaji zilikuwa zimeisha. Aibu yake haraka ikawa ya umma, na mke alichukua nafasi hiyo kupiga. Aliwaalika waandishi wa habari na kufunua hadharani kuwa mume wake alikuwa mfuasi kipofu ambaye alikuwa amepatwa na wazimu kiasi cha kukataa kumpeleka mtoto wao mgonjwa sana hospitalini.
Ili kuwalinda watoto wao wawili kutoka kwa mume wake mwenye imani ya ajabu, kwa makini aliwasilisha talaka na hatimaye alipata uangalizi wa watoto kumshukuru Sarah kwa msaada wake. Mbunge alimwalika kuwa katibu wake, akisema kuwa kufanya kazi pamoja na mtu mwenye nguvu ilikuwa na heshima kama kuwa mlinzi wa kifalme katika nyakati za kale. Wakati huo huo, mume wa zamani alimkaribia Sarah, akitafuta msaada wake. Alipogundua kuwa alikuwa amejikita na mtu mwenye nguvu kama huyo, alianza kupanga. Sarah alisumbuliwa mara kwa mara na mume wake wa zamani na hata alituma maua kurudi kwa mama mkwe wake, akiona mabaki yaliyovunjika ya maua. Mume wa zamani alitambua kuwa mke wake wa zamani hakuwa rahisi kutishiwa. Hata hivyo, mama yake aliendelea kumkaripia mwanawe, akihoji kama alikuwa amepoteza akili yake kufikiria kupatanisha. Lakini mwana alimwambia mama yake awe na huruma zaidi, kwani Sarah alikuwa muhimu katika kuathiri mbunge na kuhakikisha mafanikio ya shule yao ya sheria. Kwa bahati, ilikuwa siku ya kumbukumbu ya mama wa Sarah aliyefariki. Mume wake wa zamani alitumia hili kama kisingizio cha kumtembelea, akileta zawadi. Wakati kundi hilo lilikuwa linapanga vitu vya ukumbusho, pia walijadili kesi ya mwanamke maskini aitwaye Biluo. Bila wao kujua, mume wa zamani alisikia mazungumzo yao kupitia mlango. Haraka alibadilisha tabia yake na kuingia, akidai alikuwa pale kumtembelea mama mkwe wake, akijionyesha kama bado alikuwa sehemu ya familia. Hata alidai kuwa alikuwa anatembelea kwa ajili ya nyanya wa watoto. Hata hivyo, rafiki yake Haraka alichukua zawadi zake na kumfukuza. Licha ya hayo, alisikia maelezo muhimu kuhusu uchunguzi wao wa kifo cha Biluo. Ikaonekana Biluo alikuwa hawara wake. Kulikuwa na shahidi wa matukio ya siku hiyo. Wakili Dong alisema kuwa ilikuwa ajabu kwa mtu kijana kama mama mkwe wa Sarah kujiwa kwa kuruka kutoka jengo. Sarah alitaka kumwonyesha wakili Dong picha ya mama yake, lakini mara alipomtazama, alihisi kufanana. Ghafla, alikumbuka video za uchunguzi kutoka kwa mtu ambaye awali alikuwa amearifu kuwa kifo cha Biluo hakikuwa kujiwa. Umbo katika video hiyo lilifanana na mama yake. Sarah alipoangalia kwa makini zaidi, alithibitisha kuwa kweli alikuwa mama yake. Kwa bahati, video hiyo ilikuwa na tarehe ya mwaka mmoja kabla ya siku hiyo. Je, inawezekana kuwa mama yake hakujiwa bali aliwawa? Msichana lazima awe makini anapotengeneza marafiki. Alifungua pazia, tukupata mpenzi wake amesimama nje. Akimtazama alipokuwa akijiandaa kumpigia polisi, mpenzi wake alionyesha tabia yake halisi na kumtisha, akimwonya kuwa kumpigia polisi tena kungesababisha madhara mabaya zaidi kuliko kuvunja mbavu zake. Baada ya kuondoka hatimaye, hakupata hata wakati wa kupumzika kabla ya kugongwa mlango tena. Kwa wasiwasi, alitazama kupitia pengo, tukuona mtu wa kutisha zaidi kuliko mpenzi wake wa jeuri. Ingawa alikuwa amekutana na mtu huyu mara moja tu hapo awali, alikuwa ameshuhudia mbinu zake za kishetani kwa mikono yake mwenyewe akiwa na hofu. Alikimbia kupitia mlango wa nyuma, lakini sauti ya mlango ilimwamsha mtu huyo. Kwa bahati, mpenzi wake bado alikuwa karibu. Akimkosea mtu huyo kuwa mnyang'anyi, mpenzi wake alijaribu kumshambulia, kuangushwa kwa urahisi. Wakati huo, msichana alifanikiwa kutoroka, lakini hakuwa peke yake anayetafutwa. Akiona kuwa mtu mpya hakuwa tishio, msichana kwa silika alijaribu kukimbia, kuvutwa na mpenzi wake. Aliyedhani alikuwa amepata mpenzi mpya na kumchukulia. Lakini wakati huo, mtu mwingine aliingilia kati. Mpenzi wake alimdhania kuwa mpinzani na mara moja alishambulia. Katikati ya machafuko, msichana alitumia nafasi hiyo kutoroka, kugongana na Sarah, ambaye alikuwa akimtafuta. Sarah alieleza kuwa alikuwa akitafuta majibu kuhusu mama wa msichana, ambaye alikuwa amewawa, na kwamba msichana alikuwa shahidi pekee. Hata hivyo, msichana alikataa kuhusika. Sarah, akishuku alijua ukweli, msichana alikuwa amefanya kazi katika mgahawa wa mama yake na alikuwa na uhusiano wa karibu naye. Sarah alimwonyesha picha yake na mama yake akiomba msaada. Akiwa ameguswa, msichana alikubali kukutana na kueleza kilichotokea siku hiyo. Wakati akifanya kazi ya muda kama mhudumu, alikuwa amekwenda kwenye chumba cha rais kwa mara ya kwanza na hakuweza kujizuia kupiga picha. Ghafla, alisikia mlango ukifunguka na Haraka alijificha. Kwa mshangao wake, mtu aliyeingia alikuwa mume wa zamani wa Sarah. Kwa bahati mbaya aliacha simu yake ikirekodi tukio hilo, akimweka hawara wake, Biluo, akidai ndoa baada ya miaka 3 ya kuwa pamoja. Alipokataa, alimtishia kufichua siri zake. Akiwa amekasirika, aliamuru watu wake kumshughulikia, na Biluo alipatikana amekufa siku hiyo hiyo. Msichana alikuwa amemwonyesha mama yake Sarah video hiyo, akikusudia kuripoti pamoja. Hata hivyo, mama yake alitoweka baada ya kwenda chooni. Baadaye alimwona mama wa Sarah akichukuliwa katika gari la mume wa zamani na katibu akitoka. Usiku huo, mama wa Sarah aliwawa. Akiwa na hofu, msichana alikuwa amefuta video hiyo. Akijua alikuwa shahidi pekee, wakili Dong alipendekeza kumhamisha hadi eneo salama. Hata hivyo, mpenzi wake aligundua anwani yake mpya na kumkabili. Akiona simu za mara kwa mara kutoka kwa wakili kwenye simu yake, alizidi kushuku uaminifu wake. Wakili alipoita tena, mpenzi wake alipoteza udhibiti.
kwa jeuri, akimsukuma kando na kumshutumu kwa usaliti. Katika hasira, alimnyonga hadi kufa. Sarah, akiwa amehuzunishwa na mwisho wa msichana, alifanya uamuzi thabiti kuleta haki kwa mama yake na msichana. Mwanamke ambaye anachukia wazi mume wake wa zamani anaamua kuolewa tena naye. Hata hivyo, mume huyo mbaya pia ana sababu zake za kutaka kuolewa tena. Kwa nje, mwanamke anadai ni kwa ajili ya mtoto wao, lakini kwa kweli ni kulipiza kisasi kwa mama yake. Mama mkwe, akiwa si mjinga, anajua nia za mwanamke na anapendekeza kwamba wanandoa hao washirikiane chumba. Mwana anahisi aibu na anaeleza kwamba wamekuwa mbali kwa muda mrefu, kwamba wanahitaji kipindi cha marekebisho. Pia anasali mama yake ajaribu kupatana, angalau kwa ajili ya mjukuu wake. Ili kupunguza mvutano, mama mkwe anamwamuru mkwe wake aupatie matunda fulani na kuyaleta chumbani kwake. Mkwe anakubali, lakini kwa makusudi analeta matunda kwenye ofisi ya mama mkwe badala yake. Mama mkwe anapoona matunda yaliyomenywa vibaya, anakunjamana kwa sababu njia hii ya kumenywa ni kiashiria na ya kibinafsi. Anaona kuwa mkwe wake anamchokoza kwa makusudi. Anajifanya kueleza kuwa hajamenyea mtu matunda kwa muda mrefu na haraka anachukua sahani. Baadaye, anaporudi nyumbani, anaona jozi ya viatu vya michezo vilivyovutia na kwa udadisi anauliza mfanyakazi wa nyumbani kama kulikuwa na wageni. Akijifunza kuwa viatu vilikuwa vya kiongozi wa timu ya mumewe kampunini, anakuwa na wasiwasi. Anavifahamu viatu hivyo vizuri. Anasubiri garini kwa mtu huyo kutoka, anapiga picha na anazingatia viatu. Kuchunguza zaidi, bila kuamsha wasiwasi, anamuita mtu huyo, akijifanya kuthibitisha utambulisho wake. Mtu huyo anamrejelea kama mwanamke mdogo, naye anajifanya kuwa mwenye adabu wakati kwa siri anapanga hatua yake inayofuata. Nyumbani, analinganisha video ya mama yake akichukuliwa na picha ya viatu vya mtu huyo, akithibitisha kuwa yeye ndiye dereva wa teksi aliyekosekana Kong. Kwa ajabu, baada ya uchunguzi, anagundua mama yake mkwe amekuwa akikutana na mtu huyu kwa siri, ikionyesha kuwa mama mkwe wake amekuwa akimficha kitu mumewe. Akitumia hadhi yake kama mwanamke mdogo, anapanga mkutano na dereva na kumkabili, akimwonyesha video za uchunguzi na kumuuliza kama anafahamu mtu huyo. Mtu anakataa, lakini hamwamini. Kwa makusudi anamwambia kwamba mtu katika video hiyo ni mtu wamekuwa wakimtafuta na anamwamuru ajue kilichotokea kwa mama yake. Dereva, akiwa ameshangazwa, anafichua lengo lake rahisi, kupata bilioni 2 na kuondoka. Mume anajifanya kukubali, akitoa kuweka mpangilio wa pesa taslimu na tiketi yake kuondoka nchi kesho yake. Lakini dereva anaposubiri malipo, anakadiria vibaya ukatili wa familia tajiri. Akisubiri, gari lake linagongwa na gari lingine. Anapotoka kukabili dereva, mtu anajifanya kuangalia majeraha yake, lakini ghafla anamteka nyara. Ingawa anajaribu kupinga, tayari ni kuchelewa. Asichojua ni kwamba wanajaribu kumwokoa kwa sababu kuna mambo muhimu zaidi yaliyopo. Kabla ya kulala, mume daima anakagua kwa makini chumba chake cha kulala na kujirudishia kuwa makini juu ya mke wake. Hata binafsi anakagua nyumba kwa vifaa vyote vya kusikiliza ambavyo angeweza kuwa ameweka, bila kuacha hata nyufa. Kwa nje, anajifanya kubaki tulivu, lakini mchezo huu unaendelea hadi mke wake anamwonyesha video ya uchunguzi ya mama yake akichukuliwa mwaka mmoja uliopita. Akijifanya kuwa na udadisi, anamuuliza kama mtu katika video anaonekana kama kiongozi wa timu wa kampuni yake. Akihisi hatia, mume anamwangalia kwa muda mfupi na kisha anajifanya kutojua, akisema haonekani kama yeye. Mke wake alikuwa ametegemea jibu hili na kwa makusudi anamwambia kwamba anaweza kuwa tu na hamu kubwa ya kumsafisha jina mama yake. Maoni yake ya mwisho yanamsukuma mume wake zaidi kwenye kona, akimfanya afikirie jinsi ya kuharibu ushahidi. Hajui, hii ni hasa athari ambayo mke wake anataka. Baadaye jioni hiyo, gari la kiongozi wa timu linafika mahali palipoainishwa. Hata hivyo, sekunde inayofuata, gari linapondwa kuwa mabaki mabovu. Akitazama kutoka mbali, miguu ya kiongozi wa timu inakuwa dhaifu. Anajua bila shaka kwamba hili lilikuwa jaribio la bwana mdogo kumnyamazisha. Mke anapomuuliza kiongozi wa timu kwa nini mama yake aliwawa, kwa silika anakataa kuhusika. Anadai kwamba siku hiyo, alikuwa tu anafuata amri za bwana mdogo kumchukua mama yake. Lakini katikati, bwana mdogo alimwambia atoke kwenye gari. Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu kesi ya Biluo, anashtuka na kukimbia, akijaribu kutoroka kwa gari. Wasiwasi wake unasababisha kugongana, akiacha akiwa hajitambui. Ingawa anaokolewa kwa wakati na maisha yake yameokoka, anabaki kwenye hali ya koma. Mume anashindwa kuondoa kiongozi wa timu, wakati mke anatayarisha hatua yake inayofuata. Kwanza anamuuliza mumewe kama anajua kuhusu ajali ya kiongozi wa timu. Mume, akiwa si mjinga, anauliza kwa nini gari lililohusika ni la mtu aliye chini ya amri yake. Anamshtaki kuwa na njama. Lakini kwa utulivu anapinga kwa kusema anashuku mama yake na kiongozi wa timu walikuwa wamehusika na kifo cha mama yake mwenyewe. Anaeleza kwamba alipomkabili kiongozi wa timu, kutaja mama yake kulimsababishia kukimbia na kusababisha ajali. Hii, anaonyesha. Mke anakwenda kumkabili mama mkwe wake, akimwonyesha video za uchunguzi. Mama mkwe mara moja anakataa kuhusika.
Mke anafichua kuwa uchunguzi wake unaonyesha kiongozi wa timu alikuwa dereva wake binafsi mwaka mmoja uliopita, na anauliza kama mama mkwe aliagiza utekaji. Hata hivyo, kauli hii ni kwa mume wake kusikia kama ilivyo kwa mama mkwe, kwani anakosa ushahidi dhahiri. Ingawa mama mkwe anamfukuza, mume anaanza kuwa na wasiwasi wake. Mkakati wa mke unaonekana kufanya kazi. Baadaye, mama mkwe anamkabili mwanawe, akiuliza jinsi kiongozi wa timu alivyoishia kwenye ajali ya gari. Mwana, naye, anauliza kama alikuwa ndiye aliyemtuma. Licha ya mama mkwe kukataa sababu yoyote ya kumdhuru mama mkwe wake, Mwana anazidi kuwa mwenye wasiwasi. Kufuatia ufunuo huu, mama mkwe anamwamuru katibu wake kuchunguza ratiba ya mwanawe kutoka siku ambayo mama wa mke aliuawa. Katibu anagundua kwamba siku hiyo, timu ya Mwana ilikuwa inaendesha gari la bwana mdogo. Zaidi ya hayo, rekodi zinaonyesha kwamba gari la bwana mdogo lilikuwa kwenye eneo la ajali ya kiongozi wa timu. Baada ya kutafuta chumba cha Mwana, mama mkwe anapata simu ya kiongozi wa timu, akiacha akiwa ameshangaa kabisa kuhusu nia za kweli za mwanawe. Anamkabili moja kwa moja, tu kujikuta amesalitiwa na mtu ambaye alimlea. Mama ghafla aligundua kuwa alikuwa amelea mbwa mwitu asiye na shukrani, na mwanawe alikuwa ameamua kikamilifu. Alichukua simu ambayo alikuwa ameandaa mapema na kucheza ushahidi wa mama yake akiajiri mtu kufanya mauaji. Mama hakuwahi kutarajia mwanawe kufanya hatua kama hiyo, lakini Mwana kwa hasira alijibu, "Mama, ulivuka mstari kwanza. Kwa nini polisi walifunua kuwa kiongozi wa timu anafanya kazi chini yangu?" Mama alikiri alikuwa tu anajaribu kumuonya, akisema, "Ukiishia jehanamu, mimi ndiye pekee anayeweza kukukokota kutoka." Mwana, hata hivyo, alimkumbusha, "Ulimuua Biluo kwanza, na mimi nilikusaidia tu kumnyamazisha mama mkwe wangu." Akiwa na hasira, mama alimshtaki mwanawe kujaribu kumfanya achukue lawama zote. Ghafla, Mwana aliona kitu, kamera ya uchunguzi katika chumba. Mke, akitazama video hiyo, aligundua mpango wake ulikuwa umewekwa wazi. Akijifanya kutojua kitu, mama na Mwana walijisafisha kutoka kwa shaka. Walipanga kuweka wazi mapungufu ya mke wakati wa chakula cha jioni, lakini alikuwa tayari ameandaa shambulio la kinyume. Mume akawa na hasira dhahiri, na mke alimwelekeza yaya kumpeleka mtoto kwenye chumba kingine. Nje, sauti za polisi zilinguruma, zikimwacha mama mkwe akiwa katika mshangao. Mke aliacha kuficha na kuuliza ni yupi kati yao angekwenda na polisi. Mume alishangazwa na hatua ya haraka ya mke wake. Polisi walipoenda kumkamata mume kwa tuhuma za mauaji, mara moja alimwonyesha mama yake, akisema ilikuwa yeye. Aliamuru, "Si mimi." Mama alikamatwa, lakini Mwana hakuwa na amani pia. Alilaumia kila kitu kwa mke wake. Muda mfupi baadaye, mke alipokea simu kutoka kwa mumewe, akidai alikuwa tayari kujisalimisha. Lakini alipoingia kwenye gari lake, alimfanya kutoka fahamu, akijua mke wake asingemwacha aende, hasa baada ya kumuua mama yake. Alimfunga alipozinduka. Mume alimlazimisha aandike ujumbe unaoonyesha mama yake alikuwa na tabia za kujiua. Mke alikataa na kuuliza tena na tena jinsi mama yake alivyofariki. Akipoteza subira, mume alikiri, "Ndiyo, nilimsusha. Alitaka kuniripoti." Aliondoka, akifikiri kila kitu kilikuwa kimeenda vizuri, lakini mara tu alipotoka, alizungukwa. Ikaonekana kila kitu kilikuwa sehemu ya mpango wa kina wa mke wake. Akimwona bado anajaribu kujifanya mjinga, mke hakuweza kujizuia tena. Alimpiga ngumi na kufichua ushahidi ambao alikuwa ameandika sasa hivi. Polisi walipomchukua, alitangaza, "Kubali kila aina ya maisha." Asanteni, endelea kufuatilia stori nzuri hapa Mastori 24. Usisahau kukomenti, kulaiki na kusubscribe chaneli yetu.